Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News. Yes, ujambo na karibu katika habari za kimataifa. Hii ni Msomi News. Kufuatia mzozo kati ya Iran pamoja na Marekani unaoendelea, msemaji wa jeshi la Iran ameonya kuwa ikiwa maadui zao wataishambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu na silaha mpya zitakazotumiwa katika uwanja wa vita. Irani imetishia pia kulipiza kisasi kwa kushambulia kambi na ofisi za Marekani kote Mashariki ya Kati, ikiwa meli zake za biashara zitashambuliwa tena katika eneo la Ghuba kufuatia mvutano unaoendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea huku waziri mkuu wa Qatar Mohammed Abdulrahman ambapo alikutana huko Miami na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na maafisa kadhaa wa Marekani na Pakistan ili kujadili namna ya kumaliza mzozo huo. Lakini hayo yakiwa yanaendelea, Iran yajibu pendekezo la Marekani, huku Iran imewasilisha kwa wapatanishi wa Pakistan jibu lake la pendekezo la hivi karibuni la kusitisha mapigano lililopendekezwa na Marekani, huku Tehran ikisisitiza kuwa mazungumzo yote ni lazima zingatie azma ya kukomesha kabisa vita hivyo. Pendekezo hilo lilijumuisha pia mikakati ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kusambaratisha mpango wa nyuklia wa Iran, swala ambalo Tehran ingelipendekeza kulijadili baadaye, huku ikihimiza pia kumalizika kwa vita vya Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Jumamosi iliyopita kwamba alikuwa anapitia pendekezo jipya la Iran la kumaliza vita na alisema atawaambia baadaye. Aliwaambia waandishi wa habari, akiongeza kuwa watanipa majibu kamili sasa hivi. Muda mfupi baadaye, Donald Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba hafikiri kuwa pendekezo hilo linaweza kubadilika kwa sababu bado Iran haijalipa gharama kubwa ya kutosha kwa yale iliyofanya kwa binadamu na dunia kwa miaka 47 iliyopita. Kauli ya Trump ilikuwa baada ya kukataa pendekezo la awali la Iran mapema wiki iliyopita. Iran ilisema Jumamosi kwamba ni juu ya utawala wa Trump kuamua kama utafuata suluhisho la mazungumzo au kurejesha katika vita vya wazi. Wakati huo huo, Mohammad Jafar Assadi, kiongozi wa juu katika kamandi ya jeshi la Iran, alisema uwezekano wa mzozo mpya kati ya Iran na Marekani upo, huku ushahidi umeonyesha kwamba Marekani haizingatii ahadi na makubaliano yoyote. Shirika la habari la Fars lilimnukuu akisema kufikia sasa rais wa Marekani Donald Trump amelikataa jawabu la Iran kwa pendekezo la Marekani la mazungumzo la kusitisha vita, akisema halikubaliki kamwe. Ni siku chache tu zimepita, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghel amesema bado anapitia majibu ya Marekani kuhusiana na pendekezo lake la kuvimaliza vita, huku akisisitiza kwamba makubaliano yatajikita tu kwenye kuvikomesha vita hivyo na si vinginevyo. Maswali yamekuwa ni mengi sana. Kwa nini Marekani imeamua kuingia vitani na Iran? Sababu zipo tatu. Sababu ya kwanza, kuzuia silaha ya nyuklia. Marekani inaamini Iran ilikuwa karibu sana kutengeneza bomu la nyuklia. Trump alisema operation ilikuwa ya kuzuia preemptive strike ili kuharibu vituo vya nyuklia vya Iran na kuzuia tishio hilo. Sababu ya pili, kulinda Israel. Israel ni mshirika mkubwa wa kimkakati wa Marekani. Iran imekuwa ikitishia Israel kupitia makundi yanayoungwa mkono na Tehran kama Hezbollah na Houthis. Hivyo Marekani iliingia ili kuondoa tishio hilo. Sababu ya tatu, kuleta mabadiliko ya serikali. Trump alitoa wito kwa Wairani kuchukua hatamu na kuondoa utawala wa sasa wa Kiislamu, akidai kuwa utawala huo umekuwa tishio kwa amani ya dunia na maslahi ya Marekani. Lakini je, ni sababu zipi zilizomfanya Irani kuingia vitani au katika mzozo na Marekani?
Zipo sababu tatu. Sababu ya kwanza, mpango wa nyuklia wa Iran. Marekani na washirika wake wanaofia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Hii imepelekea vikazo vingi vya kiuchumi na kijeshi. Sababu ya pili, uungaji mkono wa makundi yenye silaha. Irani inaunga mkono makundi kama Hamas na Hezbollah ambayo Marekani inaona kama magaidi. Hii inaleta migongano hasa baada ya vita vya Gaza 2023 hadi 2024. Na sababu ya mwisho, ushawishi wa kikanda. Irani inataka kupunguza nguvu za Marekani na washirika wake Israel pamoja na Saudi Arabia. Marekani inajibu kwa kuweka majeshi na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vikundi vinavyoungwa mkono na Iran. Usiache kufuatilia Msomi News kwa habari zaidi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.